Kupitia ukurasa wake wa Instagram anaandika, mbunge wa zamani wa jimbo la Iringa mjini kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, mchungaji Peter Simon Msigwa, siku ya tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026 akiwa mkoani Morogoro. Na nukuu kile ambacho amekiandika kupitia ukurasa wake wa Instagram: Tanzania haihitaji tu kudumisha amani, peacekeeping. Tanzania inahitaji kujenga amani, peacemaking. Kudumisha amani kuna dhibiti migogoro, lakini kujenga amani kuna tatua chanzo cha migogoro. Kudumisha amani kunaweza kunyamazisha sauti za watu, lakini kujenga amani kunasikiliza sauti hizo. Kudumisha amani huepuka migongano, lakini kujenga amani hukabiliana na sababu zinazosababisha migongano hiyo. Amani ya kweli si ukosefu wa mabishano, bali ni uwepo wa haki, ukweli, mazungumzo na maridhiano. Kibiblia Yesu alisema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Mathayo 5:9. Upatanishi ni peacemaking. Mtu wa kudumisha amani husema tusigombane. Mtu wa kujenga amani husema tutafute suluhisho la tatizo linalosababisha ugomvi. Kwa hiyo kudumisha amani huhifadhi utulivu wa muda, kujenga amani hujenga mustakabali wa taifa. Kudumisha amani hufunika majeraha, kujenga amani huyaponya. Tanzania inahitaji amani inayotokana na haki, ukweli, mazungumzo ya wazi na maridhiano ya kweli. Hiyo ndiyo peacemaking, kujenga amani ya kudumu, sio tu kudhibiti migogoro kwa muda, ameandika mchungaji Peter Simon Msigwa. Huyu ni kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini aliwahi pia kutimkia Chama cha Mapinduzi CCM. Baadaye akarejea tena Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sasa ni kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Yeye ameandika hivyo. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media, wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.